Na mtazamaji wa TriGen Media na hasa wewe ambaye umekuwa ukifuatilia segment yetu ya uchumi. Naitwa Leonard Mubali. Leo nimekuchukua moja kwa moja mpaka katika eneo ambalo wanafuga samaki. Huku kunaitwa Azole Fishing Center ambako wanafuga samaki. Lakini wakati dunia vijana wakilalamika kuhusiana na ajira, yupo kijana mmoja ambaye nimemfungia safari. Nikasema mguu kwa mguu, anaitwa Stanley, utamwona huko. Alivyomaliza chuo tu akasema ya nini nihangaike, akaanza kufanya kazi kwa vitendo. Andamana nami tuone kama yupo hapa, ndio naingia getini kwake tuweze kuona. Bwana Stanley. Naam, karibu. Asante sana. Namna hiyo mtazamaji, huyu ndio Bwana Stanley. Bwana, habari za kazi? Salama sana, karibu sana. Ni wapi hapa? Hapa ni Azole kwenye mabwawa ya samaki, panaitwa Masnet Group of Fish Farm. Basi, mguu kwa mguu mwenyeji wetu ndio huyu. Asante, karibu sana. Na moja kwa moja tunachofanya leo hapa, tunataka kufahamu safari yako. Ulianza wapi kuhusiana na ufugaji na utaalamu wako, na nini kinachofanyika hapa kuhusiana na swala zima la ufugaji wa samaki? Wewe ndo mwenyeji wangu, utajua tunaanzia wapi. Najua hapa kuna vifaranga wa samaki, kuna maeneo mengi. Tunaanzia wapi? Leo napendekeza tuanzie kwa wazazi wa samaki. Wazazi wa samaki. Ndio, tujue vifaranga wanatoka wapi, wanaanziaje. Kwa tutaanzia kwa wazazi, alafu tutaona vifaranga. Kwa hiyo samaki nao wana wazazi. Ndio. Unaposema wazazi, mtazamaji angependa kujua wazazi wa samaki kwamba huko ndo wanakuwa wanalea vile vifaranga. Okay. Au tunaanza kuangalia sato. Samaki aina ya sato huaga wanatoa mayai, wanataga mayai. Wakishataga yale mayai, yule mama yao huyatunza kama mzazi, kwamba anayalea yale mayai. Anayatunza wapi? Mdomoni kwake. Hiyo kitaalamu kabisa inaitwa parental care. Okay. Ndio. Tunaweza kwenda kuona wazazi. Basi tukajionee fahari ya macho kuweza kuona. Sawa sawa. Sasa labda jambo jingine. Naam. Hapa umeanza hizi shughuli muda gani hasa tangu umeanza hapa? Kwa sasa nilifika hapa mwezi wa 11 mwaka jana 2024. Ukitokea wapi? Nikitokea chuoni kwetu SUA. Baada ya kuhitimu SUA mwezi wa 7 2024, nilikuwa kidogo nikitafuta kazi ya kufanya. Baadaye nikapewa nafasi ya kujitolea katika shamba hili. Basi nikaja hapa kufanya kazi yangu. Kwa hiyo kaamua umetoka chuoni moja kwa moja ukaja hapa? Ndio. Baada ya likizo muda mfupi nikiwa nawasaidia wazazi majukumu ya nyumbani kidogo, baadaye nikafika hapa. Basi twende tuone utaalamu wako ambao umeamua kuweza kufanya kwa vitendo. Tupo kwenye mabwawa haya. Naona mabwawa nikiangalia yapo mengi. Hapa tulipo ni bwawa namba ngapi? Maana naona yana namba haya. Okay, hili ni bwawa namba 5. Bwawa letu hili lina ukubwa wa mita square 400. Yani mita square 400. Ndio. Yani kwa maana kwamba lina urefu wa mita 20 na upana wa mita 20. Okay. Humu tumeweka samaki wazazi. Kwenye bwawa hili kuna wazazi 900. Okay. Yani tukimaanisha kwamba kuna neti 3. Kila neti ina wazazi 300. 300. Na kwa nini hawa wazazi wamefungwa, wako kifungoni namna hii? Neti. Naam. Hii neti inaitwa hapa neti. Okay. Hapa neti ni kwa ajili ya kutenga samaki na samaki wengine kama hivi kwenye bwawa. Yaani kuwa isolate, si ndio? Okay. Maana tumewaweka wazazi kwenye neti hii ili sisi tutakapokuwa tuna shida nao, kwamba tuna shida kuja kufuata mayai au kuangalia, kuhesabu, tunakuja kuwatambua kirahisi. Kwamba mwachukue tu kirahisi kutoka kwenye neti. Kwa tukija hapa sisi tukitaka kuchukua mayai, tunasogeza neti yetu, tunawasogeza wote sehemu moja hapa, tunakamata samaki mmoja mmoja. Kila jike tunamkagua, tunamkuta na mayai, tunachukua mayai, tunapeleka hatchery. Na hapa wanakaa kwa muda gani hapa mpaka useme sasa mayai tayari kuja kuwatoa huko? Okay, hapa tunafanya kutoa mayai kila baada ya siku 14. Hiyo process kitaalamu inaitwa egg robbing, kwamba kurob mayai kutoka kwenye mdomo wa samaki. Na umezungumza kutoka kwenye mdomo. Kwa hiyo ukikamata kila samaki unatoa mayai au unafanyaje? Kuna kifaa maalum kutoa, yani kwamba samaki huyu mkubwa, kwa sababu umesema humu wamo
samaki wazazi, mnatoaje mayai? Kuna kifaa maalum ama kwa mdomo tu hivi, kwa vidole tu unatoa mayai? Naam, tunavaa gloves. Okay. Gloves kwa ajili ya kumshika samaki asiteleze wala asitoroke. Tukishazivaa zile gloves, samaki mwenye mayai tunamuona. Samaki jike mwenye mayai anakuwa na mdomo uliotuna. Kwa hiyo tunamjua huyu ana mayai. Tunamkamata, tunatoa mayai kwenye mdomo wake, tunaweka kwenye beseni, tunapeleka hatchery. Okay. Na sio kwamba samaki wote watakuwa na mayai, hapana. Badala yake ni baadhi tu watakuwa na mayai. Kwa hiyo unawachambua, ukishatoa hiyo neti unaanza kuchambua huyu yule. Tunatoa wenye mayai ambao hawana mayai, tunawarudisha kule, kwamba tukija siku nyingine tutawakuta nao tayari wana mayai, tutawachukua. Okay. Na hawa wakikaa humu, ndio wanakaa kwa muda gani wakiendelea kutoa mayai kabla hawajatolewa kwa matumizi mengine? Okay, samaki wanaweza kuzalisha mayai at least kwa miaka 2 mpaka 3. Hapo uzalishaji unakuwa bado ni mkubwa. Lakini wanapokuwa wamezidi hapo, samaki mwenyewe atakuwa ana uzito mkubwa, atakuwa ni vigumu kumshika, na pia uzalishaji wa mayai utakuwa umepungua. Kwa hiyo hapo nini kinachoendelea? Samaki alishakuwa mzazi, ametoa mayai, na ni wastani wa mayai mangapi kwa samaki? Samaki mmoja ana uwezo wa kutoa mayai kuanzia 500 mpaka 700. Okay. Chakula hiki ni milimita 3. Hiki chakula ni cha samaki wadogo, lakini hawa wazazi wangu wenye ukubwa wa gramu 400 hadi 600 nawapatia kwa sababu kina protini nyingi ambayo itawawezesha wazazi hawa kuzalisha mayai mengi. Okay. Si kwa ajili ya kukua zaidi. Kwa hiyo hiki chakula ni kwa ajili ya kusaidia uzalishaji wa mayai. Ndio. Na samaki mmoja Bwana Stanley, mayai mangapi? Samaki mmoja anaweza kuzalisha mayai 400 hadi 700. Samaki mmoja. Samaki mmoja. Kwa samaki mmoja maana kuna samaki 400 hadi 700. Ndio. Na nini ambacho kinapaswa kuangaliwa kwa uangalifu sana katika kipindi hiki cha mayai? Kuyatoa mpaka kule, kuna umakini gani kitaalamu, wewe kama mtaalamu, kuhakikisha kwamba kama ni mayai hiyo 400 hadi 700 hayaharibiki? Na je, huwa yanaharibika? Ndio. Kwa sababu hatchability haiwezi kwenda kuwa 100%. Tunapotoa mayai 700 au 1000, kuna mayai yatakayoharibika, yatakayokufa labda wakati ule kutokana na hali ya hewa kubadilika kutoka kwa mama yake kwenda kwenye maji mengine, au kwenye msuguano wa yai na yai kule hatchery kwenye jagi, basi anaweza wakafa. Lakini bado hatchability inabakia kuanzia 85 mpaka 90. Unaonekana hivi vitu vyote viko kichwani, na umetoka tu chuoni juzi ukaja kufanya hivi kazi kwa vitendo. Mlipokuwa chuoni mambo yote haya mlijifunza, ama mengine umejifunza ukiwa hapo ulipoamua kwamba sasa nafanya kwa vitendo? Hapana, chuoni tulijifunza mambo mengi. Mengine pia tumewahi kujifunza field, sehemu za kufanya elimu ya vitendo. Na pia kipindi nikiwa chuo, wakati nilipokuwa napata likizo, nilikuwa natembelea baadhi ya mashamba ya samaki. Okay. Na shiriki katika hizi kazi. Okay. Ndio. Sawa, tutoke kwa sasa. Hili ni bwawa la wazazi. Unanipeleka wapi sasa tuweze kuona? Mtazamaji wa TriGen Media, tumetembelea huku. Huyu hapa ni mtaalamu Bwana Stanley, ambaye yeye baada ya kumaliza chuo kule SUA, si ndio bwana? Ndio, SUA Morogoro. Ulijaribu kwa muda gani kutafuta kazi nyingine hizi? Mwaka? Hapana, nilikaa kwa miezi 3. Miezi 3. Kijana unayetazama TriGen Media, miezi 3 akaona ngoja kakae mahala, akaja huku Pugu Buyuni. Ndio. Ukatafuta hapa panaitwa nini? Azole kwenye mabwawa ya samaki. Azole kwenye mabwawa ya samaki. Anafanya hapa kwa vitendo na anaipenda kazi yake. Ameanza na bila shaka hulali njaa. Hapana, kwa kweli silali njaa. Basi usiwaambie siri nyingine, atakayetaka atakuja kujifunza. Unanipeleka wapi sasa? Hapa naona, mbona hapa kama kuna heka sana, hasa kaeneo haka. Kwa nini? Hapa ni sehemu ya samaki wanakulia chakula. Kwa hiyo hapa ni sehemu, wanaelewa kabisa hapa ni sehemu ya chakula. Ndio. Yaani inapofika wakati huu ambao ni wakati wa kula samaki, samaki wote waliopo kwenye bwawa hili wanajikusanya eneo hili, wakijua kwamba sasa hivi ni muda wa chakula. Kwa hiyo nikifika hapa, ukisimama kule, hapana, kule sijawazoesha, nimewazoesha hapa, nimewatrain namna hiyo tangu wakiwa wadogo. Kwa hiyo ukija na chakula ni hapa.
Mwanzo nilikuwa na distribute chakula sehemu 4 wakiwa wadogo kabisa. Ili wote waweze kupata, kwa sababu wakiwa wadogo wote hawawezi kuja sehemu moja. Kuna wengine watachelewa kuja, kuna wengine watashindwa kufika. Lakini wakiwa wakubwa kwa sasa hivi nimeshawawezesha kwenye kona hii hapa. Kwa hiyo muda wa chakula unapofika, wengi wanacheza karibu na hapa. Kumbe samaki wanafundishika. Ndio wanafundishika. Au hapa hebu tujaribu, labda mfano hapa tukiweka chakula watakuja. Ndio. Ngoja tujaribu tuone. Wewe hawajaje? Wameshiba? Hao wamekuja. Na mimi ngoja niwawekea. Inawezekana kwamba tumekaa karibu sana. Wanaogopa namna hiyo mtazamaji, tunaambiwa kwamba huenda tumekaa karibu, lakini hapa ndipo mezani. Ni kama vile ukiambiwa karibu mezani tule, na wao wakisimama hapa Stanley wanakuja, kama ambavyo unaweza kaona samaki na hili bwawa jingine tutakwenda. Kwa hiyo hili ni bwawa la samaki ambao umesema hapa samaki wanaokua. Hawa samaki wangu wana miezi 3 kwa sasa. Kwa hiyo ni wakubwa. Na ukubwa kabisa kwamba huyu samaki sasa unaweza kumpeleka hata sokoni. Anakuwa na ukubwa gani na anakuwa amechukua muda gani? Sisi kwa miezi 6 tunategemea samaki hao wamefikisha uzito wa gramu 250 hadi 350, ambapo ndio uzito wa kumpeleka samaki sokoni. Na soko likoje? Au ni wewe tu kupiga simu, jamani huku tayari? Masoko yapo. Samaki kama mnavyojua jamani, samaki ni kitoweo kitamu. Kila mtu anapenda samaki, kila mtu anakula samaki. Umeona kijana namna hiyo, Stanley ameshajua, anakuambia soko si tatizo. Hebu nipeleke kwingine, tupo ziara, na tukitoka hapa mwishoni tutamalizia, ameniambia hapa bwana, sehemu ambako mayai yale, wale vifaranga wa samaki. Kama umezoea kuona vifaranga wa kuku tu, samaki pia wana vifaranga. Hebu tuende huko. Sawa, tunaenda hatchery. Okay. Naam, mfuatiliaji wa makala hii ya uchumi na biashara kutoka hapa TriGen Media, baada ya kumaliza na mtaalamu wangu CPA Ibrahim Mshindo kuangazia wazo hadi biashara, sasa TriGen Media ikatoka mtaani, na mtu wa kwanza kabisa ambaye tutamuangazia katika vipindi kadhaa ni kijana Stanley, muhitimu wa chuo kikuu cha SUA, ambaye baada ya kumaliza hapo akajaribu kutafuta kazi kulia kushoto, na baadaye anaamua kutumia utaalamu wake wa samaki kufanya kazi kwa vitendo, na sasa anaweza kumudu maisha yake. Ilikuwaje? Lakini pia utaona namna siri kubwa ya ufugaji wa samaki, ikiwepo kwamba kumbe samaki wale wadogo wanaweza kubadilishwa jinsia. Utasikia katika makala zijazo hapa TriGen Media, tukimwangazia kijana Stanley, mfugaji wa samaki. Kukuaga naitwa Leonard Mubali. Karibu, endelea kusubscribe na kuangalia kile tunachokiweka katika channel yetu ya TriGen Media.